Vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kuwa Iran imewasilisha mapendekezo yake kwa Pakistan kwa ajili ya mazungumzo na Marekani. Bei ya mbolea imepanda kwa 80% tangu kuanza kwa vita vya Iran, huku wazalishaji wakubwa wa mbolea wakionya kuwa familia nyingi zitakumbwa na uhaba wa chakula. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefurahishwa na uamuzi wa Marekani wa kumwekea vikwazo rais wa zamani Joseph Kabila kwa tuhuma za kuhusishwa na kundi la waasi la M23. Joseph Kabila anakuwa na mali ambayo hatujui kwanza mahali aliitosha, alafu analeta vita kali ndani ya nchi yetu. Mimi kama mumama, mimi nafurahia ile sanction yenyewe mnapatia Kabila, juu ile kusema watu wanatatizwa juu ni kupitia yeye. Na kwenye mjadala hii leo tunaangazia siku ya wafanyakazi inayoadhimishwa kila Mei Mosi. Siku hii ni siku muhimu sana kwa sisi wafanyakazi, kwa sababu nakumbuka ile historia iliyopita kwamba kulikuwa na wafanyakazi wenzetu waliokuwa wanapambania haki na maslahi waliokufa, ndio maana hii siku imekuja. Lakini pia sisi kama Tanzania tunaitumia siku hii kama siku muhimu sana kwetu kwa kutuunganisha wafanyakazi wote. Viwanjani, Crystal Palace yapiga hatua ya kuelekea fainali ya kombe la Europa Conference. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwote. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema kwamba taifa hilo limewasilisha pendekezo lake lipya zaidi la mazungumzo na Marekani kwa Pakistan, ambayo inapatanisha pande hizo mbili. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa, lakini mapema leo Ijumaa, mkuu wa idara ya mahakama ya Iran alisema kwamba nchi hiyo bado inaunga mkono mazungumzo, lakini haitakubali masharti yanayowekwa chini ya vitisho. Siku ya Jumanne, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba hajaridhishwa na pendekezo la hivi karibuni lililowasilishwa na Iran. Hakuna tarehe mpya ya mazungumzo iliyowekwa, huku ikiripotiwa kwamba Rais Trump amepewa taarifa kuhusu mipango ya mashambulizi mapya ya kijeshi yanayoweza kufanyika. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaribisha vikwazo vya Marekani dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila kutokana na kile walichoeleza kuwa ni uungwaji mkono wake kwa waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Marekani inadai kwamba Kabila alitoa msaada wa kifedha kwa AFC M23 na alihamisha wanajeshi kuasi kutoka jeshi la Kongo, na hata alijaribu mashambulizi ya kuvuka mipaka dhidi ya vikosi vya serikali. Zaidi na Faida Ngaga. Maafisa wanasema lengo la Kabila lilikuwa kuyumbisha serikali iliyopo madarakani na kumweka mgombea wa upinzani ili kurejesha ushawishi wa kisiasa. Chini ya uamuzi wa Wizara ya Fedha, mali zote za Kabila nchini Marekani zimezuiwa. Raia na kampuni za Marekani zimepigwa marufuku kufanya biashara naye, na taasisi yoyote anayodhibiti kwa 50% au zaidi pia imewekewa vikwazo. Benki na washirika wa kigeni wameonywa dhidi ya kushirikiana naye kwa njia isiyo ya moja kwa moja, huku ukiukaji ukibeba adhabu kali za makosa ya kiraia au jinai. Septemba mwaka 2025, mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa ilimhukumu kifo bila kuwepo mahakamani kwa kosa la uhaini, uhalifu wa kivita na kushirikiana na M23 aliporejea nchini kutoka uhamishoni mapema mwaka huu. Shirika la habari la AFP linasema kuwa jeshi la Mali pamoja na washirika wake mamluki wa Urusi wamejisalimisha katika kambi moja ya kijeshi ya kimkakati, huko mashambulizi ya pamoja dhidi ya utawala wa kijeshi yakifanyika na yakifanywa na waasi wa Tuareg na wanajihadi. Mashambulizi makubwa dhidi ya watawala wa Mali yalianza wiki iliyopita, na makundi hayo yanaendelea kusongea karibu na mji mkuu Bamako. Siku ya Ijumaa, serikali ya kijeshi ya Niger ilisema kuwa kikosi cha pamoja kutoka Niger, Burkina Faso na Mali kilifanya mashambulizi makali ya angani ndani ya eneo la Mali. Ukraine imeshambulia miundombinu ya mafuta katika mji wa bandari wa Tuapse nchini Urusi kwa mara ya 4 katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Makao makuu ya operesheni ya eneo hilo nchini Urusi imesema kuwa kituo cha baharini kimewashwa moto. Maafisa wa eneo hilo wanasema karibu wahudumu 800 wa dharura wametumwa huko Tuapse kukabiliana na moto na kusafisha uchafuzi wa mazingira ambao umeenea sana. Aidha, Ukraine inasema kwamba Urusi ilituma zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku mwanamume mmoja akiuawa alipokuwa akiendesha baiskeli yake huko Kherson. Mwanamume mmoja amefikishwa mahakamani akikabiliwa na shtaka la kujaribu kuua baada ya wanaume wawili Wayahudi kuchomwa kisu kaskazini mwa London siku ya Jumatano. Peter Mwangangi
na maelezo zaidi. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 45 ameshtakiwa kwa makosa mawili ya kujaribu kuua na shtaka moja la kupatikana na kifaa chenye ncha kali katika eneo la umma kuhusiana na tukio hilo la Jumatano. Pia ameshtakiwa kwa jaribio la mauaji kuhusiana na tukio tofauti katika mtaa wa Great Dover huko Southwark mapema siku hiyo hiyo. Siku ya Alhamisi, kiwango cha tishio la ugaidi nchini Uingereza kilipandishwa kufuatia shambulio la kisu dhidi ya wanaume wawili wa Kiyahudi. Serikali inasema kuwa kupandishwa kwa kiwango cha tishio hakukutokana tu na shambulio la Golders Green, bali pia kumechochewa na ongezeko la vitisho vya kijihadi na vya mrengo mkali wa kulia. Wanaharakati wote isipokuwa wawili waliokuwa wamekamatwa na majeshi ya Israel baada ya msafara wao uliokuwa ukielekea Gaza kuzuiwa wameachiliwa huru nchini Ugiriki. Hapo jana wanaharakati 175 waliokuwa ndani ya boti 22 zilizokuwa zimebeba misaada kuelekea eneo la Gaza walikamatwa karibu na kisiwa cha Krete. Waandaji wa msafara huo wa flotila walilaani hatua hiyo wakiuita uharamia, wakisema kwamba wanachama wao walikamatwa kinyume cha sheria na walikamatwa zaidi ya kilomita 900 kutoka Gaza katika eneo la maji ya kimataifa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israel kwa upande wake iliuita msafara huo kuwa mbinu ya kujipatia umaarufu tu. Hii ni BBC. Shukran sana Felix Mwate kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM redio ya shirika mbalimbali. Nchini Tanzania ni Radio 1, Classic FM na Radio 5. Nchini Kenya ni Pamoja FM, County FM na Mwenedu FM. Uganda kuna Radio Kitara, Radio Paidha na Radio Kitara. Na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Yapo pia kwenye tovuti yetu, Facebook na YouTube, BBC News Swahili. Jioni hii uko na Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo. Asante Sarafina. Msikilizaji, tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kuwa Iran imewasilisha mapendekezo yake kwa Pakistan kwa ajili ya mazungumzo na Marekani. Maelezo zaidi kuhusu mapendekezo hayo hayajatolewa, ila mapema hii leo idara ya mahakama ya Iran ilisema nchi hiyo iko tayari kwa mazungumzo, lakini haitokubali kuwekwa masharti yanayotolewa na vitisho. Haya yanajiri huku muda unaohitajika kisheria kwa Rais Donald Trump kupata idhini ya bunge la Marekani kuendelea na vita dhidi ya Iran ukiyoyoma. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. I remind you, and my generation understands how long we were in Iraq. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa Rais Donald Trump halazimiki kwa vyovyote kufuata sheria za mamlaka ya vita, yani War Powers Resolution, kwa sababu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa na Iran yamesitishwa kwa muda. Hata hivyo, Iran imesema kuwa Marekani inavyozidi kuendelea kuzuia bandari zake ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri huyo wa ulinzi amesisitiza kuwa muda wa mwisho kwa utawala wa Rais Trump kutafuta idhini kutoka kwa bunge kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran umesimamishwa kwa sasa. Hegseth alikuwa akijibu maswali kutoka kwa wajumbe wa bunge la Seneti siku ya Alhamisi. Ijumaa hii itakuwa siku ya 60 tangu Rais Donald Trump alipoarifu rasmi bunge la Marekani kuhusu mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 2 mwezi Machi. Sheria ya Marekani inamtaka rais kusitisha matumizi yoyote ya vikosi vya kijeshi vya Marekani ndani ya siku 60 baada ya taarifa hiyo kutolewa, isipokuwa bunge iliruhusu operesheni hiyo kuendelea. Afisa mmoja wa utawala wa Marekani amesema kuwa mapigano dhidi ya Iran yamesitishwa, akisisitiza kwamba makubaliano ya kusitishwa mapigano yamekuwa yakitekelezwa tangu mwanzoni mwa mwezi Aprili. Lakini licha ya usitishaji huo wa mapigano, pande hizo mbili bado hazijafikia makubaliano ya muda mrefu kupitia mazungumzo. Wakati huo huo, njia muhimu ya bahari ya Mlango wa Hormuz bado imefungwa kwa kiasi kikubwa, hali ambayo inaendelea kusababisha athari za kiuchumi duniani kote. Sehemu muhimu ya sheria ya Marekani inayojulikana kama azimio la mamlaka ya vita, War Powers Resolution, ambalo limekuwepo kwa miongo kadhaa, inaweka masharti kwa rais ndani ya siku 60 za kalenda baada ya kutumia vikosi vya jeshi la Marekani katika mapigano. Sheria hiyo inamtaka rais kusitisha matumizi ya vikosi hivyo, isipokuwa bunge la Marekani litangaze rasmi vita au limruhusu rais kuongeza
muda wa hadi siku 30 kwa ajili ya kuwaondoa wanajeshi haraka kutoka eneo la mapigano. Sheria hiyo ilipitishwa mwaka 1973 ili kupunguza uwezo wa aliyekuwa rais wa Marekani Richard Nixon kuendelea na vita nchini Vietnam. Afisa mmoja mwandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump amesema kwamba kwa mujibu wa azimio la mamlaka ya vita, mapigano yaliyoanza Jumamosi Februari 28 yamesitishwa. Afisa huyo alisisitiza kuwa usitishaji wa awali wa mapigano wa wiki 2 umeongezwa na kuongeza kwamba hakujakuwa na mashambulizi yoyote kati ya Marekani na Iran tangu tarehe 7 mwezi Aprili. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.